वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi karim wa ala abdihi al-masih al-ma'ud alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wapenzi watazamaji wa MTA International Africa, ni furaha yangu tena kualika katika kile kipindi chenu mkipendacho kinachozungumzia maisha matakatifu ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam na zile shutuma zotolewa dhidi ya maisha yake. Hivi leo tutaendelea kutoa majibu ya shutuma hizo zotolewa dhidi yake, na ili kufanikisha kutoa majibu sahihi siko peke yangu kwa studio, bali niko na wenzangu ambao ni wabashiri wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya kwa jina la Mwalimu Qasim Oponyo Sahib, na kwa upande wa kushoto kwa jina la Mwalimu Idi Mahmud Makoha Sahib. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni katika kipindi chetu. Asante. Naam, jinsi tunavyojua ni jambo la kawaida kwa mitume shutuma mbalimbali kutolewa dhidi ya maisha yao. Hivyo hivyo hakusazwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, na katika moja wapo shutuma mazotoa wanasema katika maisha yake ya ndoa ni kuwa alimtaliki mke wake wa kwanza, na pia kawanyima watoto wake wa kiume urithi. Na kwa hivyo wanasema, wapinzani wanasema alienda kinyume na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasema bora wenu ni yule ambaye ni mbora kwa familia yake. Je, utajibu hii shutuma kivipi? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Nafikiria huwa inakuwa ni mtazamo ama ni bidii ama ni mahitaji ya nabii kuishi na familia yake katika njia ambayo ni ya kisawa, ama niseme ni matarajio ya kila mtu kuishi na familia yake katika njia ambayo ni ya kisawa, na pia ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ametufundisha sisi. Kwa hivyo, na kwa sasa kuna shutuma hii ambayo wapinzani wanamwekea Masihi al-Mahdi alayhi wasallam ya kwamba yeye alitoa talaka kwa mkewe na pia akamnyima urithi mtoto wake. Sasa shutuma hizi ni kitu ambacho kimeenea katika wapinzani na wanaitumia zaidi. Kwa hivyo ningependa kujibu tu kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi wasallam, sababu ambazo zilimfanya kupeana talaka ni kwamba alimuona huyu mkewe ambaye alikuwa ameishi na yeye akiwa hataki kuzingatia mambo ya kidini, ya kwamba yeye alikuwa hajihusishi na mambo ya kidini. Na katika kule kujihusisha, kwa sababu Masihi Maud alayhi wasallam ni binadamu, alijaribu kumshawishi ama kumpatia kumshawishi apate kurudi katika njia ya kisawa ama apate kurudi katika njia ya kidini, lakini inasimuliwa kwamba mama huyu hakutaka kwa sababu ya familia yake alikuwa karibu nayo, walikuwa wanampatia vishawishi na kumwelekeza katika njia ambayo haifai. Sasa Hadhrat Masihi Maud alayhi wasallam hakuwa na budi ila kumpa talaka, lakini hata hivyo tunaona kwamba alimpa talaka, lakini inasimuliwa pia kwamba aliendelea kumpatia mahitaji yake kwenye kama pesa, chakula na mahitaji mengine ambayo alikuwa anahitaji yule mama kumpatia. Kwa hivyo pia hii inadhibitisha kwamba Hadhrat Masihi Maud alayhi salatu wasalam alikuwa na ule utu ama alikuwa na ule upendo katika familia hii, lakini jambo ambalo lilimlazimisha yeye kupeana talaka ni kwa sababu ya huyu mama kukataa mambo ya kidini. Na haya mambo haya si kwa Masihi al-Mahdi peke yake, tunaona kwamba yametokea hata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa na baadhi ya familia yake ambao walimtenga ama ambao walipinga imani yake. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa pamoja nao, na kunasimuliwa kwamba na Hadhrat Bashir Ahmad radhiallahu anhu anasimulia kwamba mamake anamwambia ya kwamba babake ambaye na Hadhrat Masihi Maud alayhi wasallam, siku ambazo anasema hivi karibuni walikuwa na kutoelewana yeye na mamake mkubwa, yani walikuwa na kutoelewana. Sasa
hii ilimbidi Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam kufanya nini? Kujitenga. Lakini anasema hata licha ya kujitenga na yeye katika mambo mengine, lakini aliendelea kumpatia matumizi yake ya kama pesa na chakula, vile tumetangulia kusema. Na anasema kwamba kuna siku ambaye kuna katika maisha haya ambayo ilikuwa ikiendelea hivyo, huyu mama alikuwa mgonjwa. Sasa mamake Hadhrat Bashir Ahmad radhiallahu anhu akamwomba Masih alaidiwa nafasi ili amtembelee huyu mamake mkubwa ama bibi ya Masih mkubwa. Alipoenda kumtembelea akapata ako katika hali ya ugonjwa na hana chochote ama hana kitu kule nyumbani, ako katika hali ya kuteseka. Sasa aliporudi nyumbani akamwambia Masih Maud alayhi salatu wasallam ya kwamba nimeenda kumtembelea mwenzangu, lakini ile hali ambayo nimepata akiwa nayo si hali ya kuridhisha, ya kwamba yani alikuwa katika hali ambayo si nzuri. Anasema Hadhrat Masih Maud alayhi salam hakujibu nini hiyo ama pendekezo hilo. Pia akaregelea. Sasa Masih aliahidiwa akamwambia nitakupa vidonge, bimaana kwamba nitakupatia dawa ili umpelekee, lakini usitaje jina langu. Unaona? Usitaje jina langu ya kwamba mimi ndio nimekupatia. Na anasema aliendelea ama alichukua dawa na akampelekea na akatumia hizo dawa. Pia anasema kwamba Masih aliahidiwa aliendelea kumsaidia, lakini alijitenga na familia yake ama alijitenga na huyo mama kwa mambo mengine, lakini upande wa matumizi alikuwa anampatia. Na pia kuna kijana wake ambaye anaitwa Sultan Ahmad, ya kwamba Sultan Ahmad yeye aliungana na mama yake katika upinzani, kwa sababu kulikuwa na familia yao ama familia ya Masih Maud watu wengine ambao walikuwa wanampinga. Sasa Sultan na mama yake akafanya nini? Akaungana. Sasa Masih Maud anasema kama Sultan hatajipinga ama hata epukana na hawa watu wengine ambao wanajipinga, yeye na mama yake, kwa sababu walikuwa wawili katika wale wapinzani. Sasa anasema yeye na mama yake nitafanya nini? Nitampatia talaka, ama mama yake nitampatia talaka na huyu nitamkataza urithi. Kwa hivyo tunaona sababu ambayo ilifanya Hadhrat Masih Maud alayhi salam akatoa talaka ni kwamba huyu mama alikataa kufuata mambo ya dini, na huyu kijana wake pia alikataa kufuata mambo ya dini, akawa ni katika wapinzani. Kwa hivyo hilo ndio sababu kubwa zaidi ambayo ilimfanya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam kupeana talaka kwa mke wake wa kwanza. Asante sana kwa maelezo hayo yako ya fasaha ya kueleweka. Nashukuru sana kwa kueleza watazamaji na pia wanaotafuta ukweli kujua ukweli uliopo. Natumai wamepata ukweli. Naam, bwana Mwalimu Idi Mahmud Makoha sahib, kuna hii pia pingamizi ukizingatia masuala ya ndoa. Unasema kuwa si Masih Maud alayhi salatu wasallam peke yake ndiye alikuwa na shida katika ndoa yake, bali hata pia katika maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na kisa kuhusiana yeye na wakeze, ambayo hiyo imethibitishwa ndani ya Qur'an tukufu. Je, hii kisa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huenda inaweza kuwa ndio thibitisho, inaweza kuwa pia mojawapo ya thibitisho ya kuonyesha kuwa Masih Maud alayhi salatu wasallam kilichomtendekea katika ndoa yake haikuwa tu kuwa inaenda kinyume na unabii ama mtume yeyote hawezi kapata kasoro katika ndoa yake, bali ni kitu jambo la kawaida ambayo isangene inatendekea pia hata mitume pia. Naam, kwa kutongoa hiyo habari Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa kweli hilo jambo lilitokea na upinzani ukatokea na shutuma zikaenezwa dhidi yake, lakini hili swala lilitokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo wake zake pia walianza kutamani maisha ya watu ambao wako na starehe kidogo. Matamanio ya kidunia yalianza kuwaingia na ilibidi aya ya Mwenyezi Mungu iliteremka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni Suratul Ahzab ambayo ni ya 33 aya ya 29, ambayo imemweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, waambie wake zako ya kwamba ikiwa wanataka matamanio ya kidunia, basi waje niwapatie matamanio ya kidunia, niwapatie mali, alafu niwaage pia kwa wema muondoke. Sasa waliposikia hivi wake zake wakarudi katika hali ya utii, na wenyewe wakasema kwamba sisi hatutaki mambo ya starehe, hatutaki matamanio ya kidunia, tumechagua kukutii wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo ambavyo sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaridhia hali yao. Kwa hivyo wao pia walikuwa wameingia katika hali ya kutamani yale mambo ya kidunia. Kwa hivyo
hii ni hali ya kawaida kwamba mke anaweza kujitokeza akawa anapinga mmewe kwa njia fulani kiasi fulani, ama hataki kusikiliza mambo ya dini ambayo mume wake anamhimiza kwayo. Sasa hili swala linasababisha kwamba hali ambayo ni tofauti sana itokee. Kwa hivyo ilikuwa ni hali ya kawaida. Jambo lingine Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kuhusiana na hili swala la mfano wa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye aliona kwamba amepingwa na mke wake mwenyewe ambaye amehakikisha kwamba masuala ya kidini amejitenga nayo, na hata familia yake kujifanya kama wapinzani. Hili swala likaleta msukosuko katika moyo wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, na ndio sababu aliamua kwamba atengane na yule mkewe wa kwanza. Na asante sana kwa maelezo hayo yako. Kwa hivyo inamaanisha kuwa kutengana sio jambo geni, haikuanza kwa Masih Maud alayhi salatu wasalam, bali hata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata Qur'ani imedhibitisha jambo hilo alipokuwa kuna shida kidogo katika mambo ya ndoa yake. Na pia mwelekezi ni kwamba unajua wakati uko katika upinzani na watu ambao wa familia yako na wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa inaleta kazi inakuwa ngumu zaidi. Sasa hii pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa kwamba kuna sababu ya kutoa talaka, ni kwamba kama hauna amani katika familia, pia hii inaruhusiwa. Naam. Na asante sana. Kuna hili pia pingamizi ambayo inasemekana, ambao anasema dhidi ya watu dhidi ya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Kuna huyu mmoja wapo ambaye alikuwa sahaba wake pia anajulikana kama Mir Abbas Ali Sahib. Hata Masih Maud alayhi salatu wasalam alipokea funuo kumhusu yeye. Bina funuo yenyewe inasema mzizi wake imara na matawi yake yako hadi mbinguni. Inakuwaje tena huyu Mir Abbas Ali baadaye alikuja kageuka tena kawa ni adui wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam? Inakuwaje? Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Mir Abbas Ali Sahib alikuwa ni miongoni mwa wafasi wa Masih aliyedua vile umesema. Na alikuwa mfasi mzuri zaidi. Na hata Masih aliyedua alisema akapata ufunuo kumuhusu. Na akawa ni mfasi ambaye anabidii katika mambo ya dini. Lakini ghafla binivuya kwamba yeye alibadilika na akawa katika wapinzani, akawa ambaye amemwasi Masih aliyedua. Sasa wapinzani wakaanza kuuliza, wewe umepata ufunuo na huyu mtu amekukataa na ulikuwa unamsifia kwamba yeye ni mtu mzuri, sasa iweje amekukataa? Hadhrat Masih Maud alayhi salatu akijibu swala hili anasema kwamba mtu yani akiwa mzuri yani mtu anaweza kuwa mzuri katika kipindi kile ambacho uko nacho, ama mtu anaweza ficha sifa zake mbaya na akaonyesha sifa ambazo ni nzuri, kwa sababu hii ni hulka ama ni tabia ambayo iko ndani ya mtu. Sasa Masih aliyedua alayhi salam anasema ufunuo huu wakati anapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa ni wakati huyu Mir Abbas Sahib wakati alikuwa mfasi wake, na sasa alikuwa anaonyesha sifa nzuri, ndio sababu akapewa ufunuo huu, lakini kile ambacho kilikuwa kiko ndani yake alikuwa hakijajulikana. Na Masih aliyedua alayhi salam akifananisha anasema yani wanadamu anafananisha kama migodi yani yani ya kwamba kuna migodi ambayo iko na fedha, kuna ile ambayo iko na dhahabu. Sasa anasema watu pia wako hivyo, kuna mtu ambaye uko na sifa nzuri na kuna mtu ambaye ana sifa mbaya, na mtu pengine akitaka kudhihirisha sifa nzuri anadhihirisha kwa kutaka kwake, na mtu akitaka kudhihirisha sifa mbaya anadhihirisha kwa kutaka kwake pia. Kwa hivyo huyu jamaa ambaye alikuwa ni mfasi wa Masih aliyedua, yeye wakati alikuwa na Masih aliyedua alionyesha sifa nzuri na akawa ni mwanajumuiya mzuri ambaye amemfuata Hadhrat Masih aliyedua alayhi salam, lakini alipotaka yeye mwenyewe kujitenga naye akawa amerudi katika ukafiri. Na mtu akiwa kafiri anakuwa na zile sifa za ukafiri, na kuna sifa zingine ambazo anakuwa nazo nzuri, na hata mtu akiwa muaminio anaweza kuwa muaminio na pengine ana sifa zingine za ndani ambazo ni mbaya. Kwa hivyo hili haliwezi likashutumiwa kwamba sasa ufunuo huu ilikuwa namna gani. Ni kwamba ufunuo huu Masih aliyedua alipewa wakati yule Mir Abbas Ali alipokuwa bado yuko katika jumuiya. Na kwa mtazamaji wetu anapotaka kupata ukweli kabisa, nadhani ningependa kumnukulia hapa ni kitabu ambacho atatafuta na atapata faida zaidi. Iko katika kitabu cha Rohan Ghazain juzuu ya 22 ukurasa ni wa 307 hadi 309. Naam, kuna hii pingamizi pia ambayo limejitokeza. Bwana anasema inakuaje kwa huenda ufunuo ilikuwa ya uongo, kwa sababu Mwenyezi Mungu
hutoa, sababu thibitisho ufunuo ambao ulitoka ilikuwa inadhibitisha, inaonyesha kuwa ni huyu Mir Abbas Ali Sahib alikuwa ni mtu mbaya kwa imara kidini. Inakuwaje tena anakuja na badilika? Kwa hivyo inamaanisha ufunuo haikuwa na uhakika, sababu lao kama ulikuwa na uhakika Mwenyezi Mungu angejua hata kitakachotokea baadaye. Sio wakati huu peke yake tu bwana hiyo ufunuo ilitolewa, bali angetoa ufunuo kuhusu pia mambo yake baadaye. Inakuwaje sasa hii ufunuo ilikuwa ya kweli kweli? Ndugu mfawidhi, hili swala liko wazi katika akili zetu. Ni kwamba yule Mir Abbas Ali wakati ambapo alijiunga na jumuiya na akawa mfuasi wa karibu wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam mpaka ufunuo ukashuka kwa ajili yake, na akawa na sifa mpaka Sayyidna Ahmad alayhi salam kusema kwamba mizizi yake iko imara, matawi yako mbinguni. Hayo yote yalihusu wakati ule ambapo alikuwa katika jumuiya na wakati alikuwa na uaminifu. Waila kuna tabia zake fiche zingine ambazo zilikuwa hazijajitokeza, na ufunuo ulihusu yale ambayo yalikuwa yanatendeka. Yaliyokuwa yanatendeka yalikuwa mazuri, yalikuwa muru, hayakuwa na tatizo lolote ambalo mtu angetongoa baadaye kwamba huyu bwana ana mambo mengine ambayo ni mabaya. Lakini kwa hatua aliyochukua sasa ndio ikaanza kujulikana kwamba alikuwa na mawazo mengine ya kipinzani ndani yake, na hayo hayakuwa yametabiriwa katika ufunuo huu, bali ilikuwa ni ya baadaye. Kwa hivyo ufunuo haukuhusu mambo ya baadaye, ulihusu yale ambayo ilikuwa yanatendeka wakati ule. Na kisa hiki kinaweza kumithilishwa na Yuda Iskarioti ambaye alikuwa mfuasi wa karibu wa Masihi Isa mwana wa Maryam. Alikuwa mfuasi mwaminifu kabisa, ndiye aliyekuwa anatembea naye, alikuwa ndiye anamwekea shajara ya safari zake. Lakini wakati ulifika, ndiye ambaye maandiko matakatifu katika Mathayo 24:16 inaeleza kwamba Yuda akamsaliti ya Masihi. Kwa hivyo ukiangalia, alikuwa anajulikana kwa mazuri ya wakati ule akitembea na Yesu, lakini alipofika njia panda ya imani akageuka na akamgeuka Yesu. Vile vile tunaona katika kisa cha Petro, anatembea akimsifu Yesu, anasema vile Yesu ni mtu mzuri. Wakati ambapo Yesu yuko korokoroni anaulizwa, je, unamfahamu? Akasema katu simfahamu, huyu sijawahi kumuona. Kwa hivyo ni swala ambalo liko wazi katika macho yetu. Kwa hivyo kama Mir Abbas Ali alikuja baadaye akageuka, haiwezi kusema kwamba ni ufunuo ambao haukuwa na ukweli, ama eti Sayyidna Ahmad alayhi salam hakuweza kumjua ni wa aina gani. Ulihusu wakati ule, lakini baadaye mtu hugeuka. Hili ni swala la kawaida ambalo nitakana kila mtu aelewe. Mtu huwa ni mzuri pia akaingia katika kinamasi cha kuchanganyikiwa, na baadaye akaonyesha tabia ambayo si ya kweli, ambayo si ya haki. Naam, asante sana kwa maelezo hayo ya kutoa hiyo dhana potovu kwa wapinzani na pia kwa wale watazamaji wanataka kujua ukweli uko wapi. Kwa asante kwa maelezo haya yako uliopeana. Bado ukizungumzia mambo yake, kuna hii pingamizi mbaya pia inasemekana kuwa, je, huyu Mir Abbas Ali Sahib alikuwa na nia yake ilikuwa ni nini? Yaani nia na zile msimamo wake ilikuwa ni nini, ukizingatia kuwa hata Masihi Maud alayhi salam alipokea wahi inayomzungumzia kumuhusu udhabiti wake katika dini. Huyu Mir Abbas Ali alikuwa ni sahaba ambaye alikuwa ni mzuri wa Masihi aliahidiwa, lakini kwa sababu ya kufatana na mafundisho ya mapinzani na kukaa karibu na wapinzani, wakabadilisha akili zake na akawa ameingia katika upotofu. Na Masihi aliahidiwa alayhi salam alipokea ufunuo, ama niseme ni kitu kama barua ambaye alimwandikia akiwa anamsifia, na ningependa nisome kwa msikilizaji wetu. Barua hii inasema kwamba mizizi yake imara ya matawi yake yako mbinguni, ambayo imewekwa pingamizi upo katika Maktubat Ahmad juzuu ya kwanza. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam aliandika katika barua kwa Mir Abbas Ali Sahib akisema, mpenzi ndugu mpendwa Mir Abbas Ali Shah Sahib, amani iwe juu yako na rehema na baraka za Mungu. Barua yako pamoja na rubia 20 kwa ajili ya kununua juzuu 2 za vitabu imepokelewa. Mungu akulipe.
nina matumaini ya kukubali kwako kutokana na jitihada zako, hasa kupitia maono ya ajabu niliyopata tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka wa 1882. Nilikuwa na maono kuhusu mji wako na mtu asiyejulikana mwenye nia ya dhati niliyoonyeshwa kwangu. Katika maono haya nilijulishwa maelezo yote kumuhusu, ambayo sasa sijakumbuka, na maelezo yaliyotolewa yalikuwa ni nia ya dhati na mizizi yake imara na matawi yake yako mbinguni, ikimaanisha kwamba nia yake ni imara sana na kamili kiasi kwamba hakuna kuteteleka au upungufu. Mapadri wengi wa Hindu na watu wa Brahamu wamepewa vitabu na wamefadhaika kwa kiasi fulani. Iko katika Maktubati Ahmad juzuu ya kwanza ukurasa ni wa 510. Naam, hiyo ndio barua ambayo Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam alimwandikia huyu sahaba wake ambaye alimwasi baadaye. Naam. Asante sana kwa kuelezea kuhusiana na hiyo maelezo ambayo alipeana Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam katika hiyo kitabu ya Maktubat Ahmad, na matumaini kuwa imeeleweka vizuri ipasavyo. Naam, Bwana Mahmud, kulingana na historia, tukiangalia katika zama za Nabii Isa alayhi salatu wasalam, kulikuwa na historia kama ya Mir Abbas Ali Shah Sahibu walitokezea katika historia ya Nabii Isa. Je, katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambo kama haya pia yako? Wafuasi wale mambo yalitokea kama jinsi ilivyotokea katika Nabii Isa, hali kama Judas Iscariot? Naam, walitokea watu wa aina hii kama walivyotokea katika wakati wa Isa bin Maryam. Ilitokea kwamba katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadhrat Ummi Habiba radhiallahu anha alikuwa anaishi na mumewe Maka kabla ya vita kukithiri na kuwalazimisha kuhamia kule Ethiopia. Walikuwa wanaishi maisha mazuri, na baadaye wakati sasa upinzani ulikithiri dhidi ya harakati za Mtume sallallahu alaihi wasallam za kusambaza dini ya Kiislamu, na hata uadui ukatangazwa na vita ikawa kali. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwashauri kwamba wahamie kule Uhabeshi, kule kulikuwa na usalama kiasi. Lakini ni jambo la ajabu sana kwamba Ummi Habiba ndiye mwanamke Muislamu ambaye alijuta kabisa. Hali ya vita na uadui dhidi ya imani yao imewalazimisha kuhama. Wameacha nyumba zao, wameacha mali yao, wametengana na jamaa zao kutafuta hifadhi ughaibuni. Alafu wanafika kule na mumewe anakuja na ritadi na anaingia katika Ukristo. Ummi Habiba alijitenga na mumewe na hakutaka tena kurudiana naye mpaka wakati ule pendekezo lilitoka kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuoe. Kwa hivyo sasa mimi nitasoma hadithi yenyewe kwa maneno yake, ili naye msikizaji na mtazamaji ajitafutie wakati wake maalum na adurusu apate vizuri hadithi yenyewe jinsi ambavyo inaeleza. Inasema hadithi ambayo imenakiliwa katika Umdatul Qari jalada la 18 ukurasa wa 146. Inasema wafihim sirhum zawju ibnatihi ummu Habiba wa huwa Abdullah ibn Jahsh fa innahu kana aslama wa hajara ila al-Habashati wa mata ala nasraniyatihi watazawaja nabiyu sallallahu alayhi wasallama Ummu Habibata ba'dahu. Mwisho wa nukuu. Hiki kitendo kilileta hali ya hatihati sana katika historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtu ambaye amekuwa mwaminifu, amekuwa mtiifu, anatoka kwa ajili ya usalama kwa amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na anaenda na acha dini, na hiyo dini ndio ilisababisha akahamishwa kwake, yuko ghaibuni, hakuna starehe zaidi wa ghaibuni, lakini akaingia katika dini ya Ukristo. Hili swala lilisababisha hali hiyo kutokea. Kwa hivyo ni mfano mkubwa sana ukilinganisha
na upande wa Ukristo pia, na ukilinganisha hata zama zetu za Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo watu wa aina hii walitokea katika historia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru sana ujio wenu kwa kuelimisha umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pia kutoa jawabu mwafaka ili kwa mtazamaji na wapinzani wamenufaika na majibu mliopeana kuhusiana na shutuma hizo. Asanteni sana, Mungu ajalie elimu zaidi na zaidi ili muweze kuelimisha umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapenzi watazamaji, ni furaha yangu kuwa nawe kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, na natumai kuwa umenufaika na kufaidika na elimu iliyotolewa na waliobobea katika nyanja ya elimu niliyokuwa nao katika studio. Ili hadi siku nyingine ijayo, ningekusihi tu uweze kuungana nasi katika kipindi ijayo ili uweze kunufaika zaidi na zaidi na kupata majibu ya maswali yako ama shutuma zilizotolewa na dhidi ya Masihi Maud alayhi salam. Hadi kipindi kijacho, sina mengi la ziada isipokuwa tu kukutakia heri njema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए।